Wakati tunazungumza ndugu yangu Jaffa Mipango, nimepita TFF hapa, nimekutana na taarifa kwa umma. Na taarifa yenyewe imejibu hoja mojawapo ya msemaji wa klabu ya Yanga ambaye alidai kuwa wao kama klabu wanaidai TFF kiasi cha milioni 200 ambacho ni zawadi ya kushiriki CRDB Federation. Sasa TFF wao wamejibu kwamba fedha hiyo imekatwa katika madeni ambayo Young Africa alikuwa anadaiwa na TFF, ikiwepo ada za wachezaji wa kigeni na mengineyo. Sasa kitu ambacho nataka ni hoji hapa, kwa sababu katika andiko lao hili TFF wamedai kwamba kesho watamuomba mtaalamu wa fedha, ina maana muhasibu wa klabu ya Yanga kwenda TFF akapatiwe ripoti pamoja na ufafanuzi zaidi kwamba hiyo fedha imekatwaje. Sasa kitu ambacho nataka ni hoji ni kwamba kwa nini hii shirikisho TFF pamoja na bodi ya ligi, au tuseme TFF, kwa nini wawe wanasubiri watu wa raise hoja ndo waje kujibu kwamba je, hawakupaswa kumjuza Young African kabla au mapema au wakati tu wamekata fedha hiyo au wakati tu wamelipwa kwamba jamani, fedha zenu zimeingia lakini tumekata kiasi kadhaa kwa sababu tunawadai kiasi kadhaa, na kwa sababu wamesema wana madeni makubwa, hata hii haijatosha, bado wanaendelea kuwadai. Sasa kwa nini taarifa ije baada ya mtu kuja hadharani kusema tunadai hivi na vile? Kwa nini? Yani kuna shida gani ya kimawasiliano baina ya taasisi hii na vilabu? Shida sio mawasiliano. Wanawasiliana, ila wanawasiliana katika nini? Shida sio mawasiliano. Unajua kilichopo watu wanachoshindwa kuelewa ni kwamba mamlaka zinaongozwa na watu wanaojua mpira, sio wanaojua uongozi. Sawa? Hawa watu wanaojua mpira, pengine katika kucheza na kuzijua sheria 17 na sheria nyinginezo zinazoongoza mpira wa shirikisho la miguu Tanzania. Lakini uongozi wa mpira hawa watu hawaujui. Sawa? Unapoona madhaifu yanakuwa mengi na changamoto kama hizi zinajitokeza katika nyakati kama hizi, jua kabisa mpo na watu ambao hawana uweledi licha ya kutosha. Yani ni kwamba hao watu hawana uongozi ndani yake katika mpira. Agu unaweza ukawa wewe umepita labda pale TFF, umechukua vikozi vyako labda vya kupata taaluma tu, ujuzi fulani kuhusiana na mambo ya mpira. Pale unakuwa umepata maarifa ya kinini ya kimpira. Lakini tunapokuja kwenye swala la leadership, tunapokuja swala la administration, tunakuja kwenye vitu nyeti ambavyo sasa utachanganya ujuzi wako wa mpira, unachanganya na ujuzi wako wa uongozi, vikusaidie kuendesha kile kitu ambacho kipo mbele yako. Sasa hawa watu mna uhakika mnapowachagua katika nyanja hizo muhimu wanakuwa wametosheleza? Au mnawachagua ni kwa sababu mtu kaja kugombea hiyo nafasi? Mnampa tu kwamba tumpe huyu mtu pengine labda anaweza katufikisha sehemu fulani. Unaona? Lakini mna uhakika anafiti katika uongozi? Kwa sababu hapa ni swala la kiuongozi. Unapokuwa na kiongozi imara, unapokuwa na kiongozi mwenye weledi, maarifa na muwajibikaji, mapungufu kama haya madogo madogo ni ngumu sana kutokea, kwa sababu atakuwa na uwezo wa kufanyia kazi jambo kwa wakati na kuwapa taarifa kwa wakati. Kutokana na hili lililotokea, pesa yenu imeingizwa. Kuna deni hili la milioni 150. Deni hili lipo katika mgawanyo huu. Wachezaji fulani hawakulipiwa ada, tumekata hiyo fedha. Mlikuwa mna deni kutokana na kupita milango ya nyuma, tumekata hiyo fedha. Fedha yenu iliyobaki ni milioni 50, tumeideposit katika akaunti yenu. Benki slip tunayo katika ushahidi, tumeviattachment katika barua au taarifa tutakayowatumia katika email, utavipata vile vitu. Tunaposema tupo katika mapinduzi ya kiteknolojia, ni kwamba hatuna tena muda wa kutumia makaratasi. Email kwa email, ofisi imewasiliana, umepata taarifa za ofisi A, ofisi B, verified bana, tumepokea. Kwa kweli tuko tuna haya madeni, lakini sasa na sisi kupitia hali yetu ya kiuchumi ilivyo, mlikuwa mnatakiwa
mzungumze na sisi kwanza kabla ya kutukata hayo madeni ili tujue sisi tunapunguza kiasi gani, kwa sababu hakuna watu wasiodaiwa. Taifa linadaiwa Sembuse Club kaka. Ni swala linawasiliana ofisi kwa ofisi. Pesa iliyoingizwa ni milioni 200. Ila katika milioni 200 tunaomba mkate milioni 50. Hizo nyingine tutalipa katika awamu ya makubaliano tulifanyaje? Tulikubaliana, maana deni halitengenezwi likatokea tu huyo mchezaji kapitia mlango wa nyuma ameingia anacheza ndani ya ligi. Deni linatokana na kwamba kapita mmekubaliana kwamba bana, kutokana na hii hali usajili wake na nini mpaka tulipofikia hapa, hii fedha tunaombeni muda tutaiclear. Ndicho ambacho kinatokea. Sasa usubiri klabu izungumze tena. Hapo imezungumza ni kwa sababu ya hasira, kwa sababu klabu haikuwa inataka kuexpose jambo hilo, ni kwa sababu ya hasira zimewatawala. Basi wakaona ngoja tuzungumze jambo la aina hii ili watu wajue kwamba tusipocheza CRDB wajue kwamba kuna 1 2 3 linaendelea, kwa sababu wao tayari walikuwa ishaanza maandalizi ya fainali. Sasa ili mnapokuja kulitoa ni sehemu ya ziada, lakini mnatuonyesha kwamba kuna madudu mengi yanayofanyaje. Na ndio maana mpira umekuwa una shida sana, mpira huu.